mwanamke ndio anapaswa kukuwa protect. Why? Kusole mwanaume je? Na mimi sikubaliani na wewe. Mwanaume haiko tu mwanaume ndio tunapaswa kuwa protected. Mwanamke kila mwanaume wote wawili wanapaswa kuwa protected. Explique sasa. No, malizia kwanza tuanze kwa. Malizia kwanza iko against that. Because mwanamke ndio anapaswa kuwa protected. Why? Why not mwanaume? Siasikia kama mwanamke Mungu aacha mpaka mwanamke kuzaifu. Siasikia niambi. Mungu aacha mpaka. No, Mungu aacha watoto yake. Sema vimoya, Yes. Mbeko nasema mkote ya kianaume. Shetu kwa nasema mkote ya kianamke. Mbebia ni vimoya. No, atoa vimoya. Atuafika vimoya. Mwelewa mpaka hivi. Kwa simba mwingine kwa mbuzi wanaanza kufuata. Na wewe simba na wewe utaenda fuata mambuzi yako. Right. Hello guys, welcome back to our channel, Double Take. Today our topic is gonna touch on, or we're gonna talk about, why do parents protect their girls over their boys? Why do they protect girls more? Yeah. The floor is open for discussion. Why do parents wana protect sana wanamke hao kushinda wanaume? Bafia. Kushinda watu. Mwasi. Jambo kwanza. Nataki kwanza isije nataki kabisa mwanzo. Nawaza mwanaume na mwanamke ndio jad watu wawili tofauti deja. Na maisha yao ni maisha ya tofauti. Ndio nasema vile because umoja iko na educate juu kuona kamata ma decisions zake yeye mwenyewe. Mwingine yuko na educate juu akuwe na saidia kwa decisions za mwenyewe atakuwa nayo. That's why inakuwa tofauti biko na ba educate tofauti. Nawaza njoo kitu kia kwanza ndaanza nayo pale kwanza sijui kama kutakuwa. Mimi niko na question nani ndio yuko anaedicate kukua kukamata ma decision ama ni nani yuko anaedicate juu kwa kusaidia kukamata ma decision? Mwanaume wanakuwa na educate juu ajue kukamata ma decisions zake yeye mwenyewe personnellement kwa juu yeye ndio kichwa ya nyumba. Atakuwa kichwa ya nyumba kesho. Lakini mwanamke yeye atakuwa msaidizi kesho. C'est-à-dire il faut baidike tofauti. Wakibaidike mwanamke wakimpatia même education na mwanamke itakuwa ndio unaonaka masimba mbili zinakutana na mnyumba. Manini? Masimba mbili zinakutana na mnyumba. Okay. Okay, so umegusia education sana. Sasa hii fasi ya kuprotect sasa. Protect nayo utasema batawa protect tofauti, batawa protect wote watakuwa protected ama nyaye. Mimi nawaza mwanamke ndio anapaswa kukuwa protect. Why? Kusole mwanaume je? Na mimi sikubaliani na wewe. Mwanaume haiko tu mwanaume ndio tunapaswa kuwa protected. Mwanamke kila mwanaume wote wawili wanapaswa kuwa protected. Explique sasa. No, malizia kwanza tuanze kwa. Malizia kwanza iko against that. Because mwanamke ndio anapaswa kuwa protected. Why? Why not mwanaume? Mwanamke ndio anapaswa kuwa protect. Why? Mwanamke deja iko chombo kiko dhaifu. Ukituambia nini? Ndio Biblia inasema vile. Mwanamke ni chombo dhaifu. Ndio maana tunapaswa kuwa protected. Yeah. Mshafinyo na wala protect. Biblia nani verse gani inasema? Biblia gani ndio? Siasikia kama mwanamke Mungu aacha mpaka mwanamke kuzaifu. Siasikia niambi. Mungu aacha. No, Mungu aacha watoto yake. Ushaona wanasema droit de ya bagarçon. Droit ya bagarçon, ushasikia. Usikia tu droit de la femme, usikia tu. Ile mambo. Droit de la femme. Like women's rights. Yeah. Men has their rights too. So Johnny ni banasista sana kwa mwanamke. Kwa juu tunasikiaka women rights maana yake ndio inamaanisha mwanaume apaswe kuwa protected. Ngoko nibaulize wa question moi. Wewe mnyumba yako nani anakuwa kuproteger? Mimi mnyumba yangu. Mungu. Yeah, ndasema kwa Mungu. Mungu tu. Well, God is above. Protect. Anakuwa na protect
kufuatana na gisi uwezo wake. Gisi anayua ndio mwanaume, so atadu his job. Yes. Noma Mungu kwanza ndio kwa his job ni job yake ni nini? No, tusingia makuple, tuko tunaongelea like watoto ya tunaingia mtoto mwanaume, mtoto mwanamke. Why? Sasa we uko na bagarso right now. Makukusha kwa na fie, hautaingia tena mfuko. No, uko naongelea watoto. Hauta protecte wale bagarso, ta protecte tu fie. Why? Sibote ni watoto wako. Msinichangile tongee sebo. Okay, asante tusimchangile. Nasikia huku na huku. Okay, mimi nasema tuseme why tulipingana naye. Okay, mimi kwangu nilipingana na babarani aseme mwanaume njo mwanamke njo apasha kuwa protected kushinda mwanaume. No, kwangu ni no, very big no, because bote kwanza ni watoto. Balitoka mtumbu moya fasi moya. So, ile ndio ni ya kwanza. Na ingine kitu mwanamke anapasha kuwa protected kufuatana na nani yake, kiumbe chake cha mwanamke. Mwanaume naye anapaswa kuwa protected kufuatana na kiumbe chake kama vile mwanaume. Does that make sense? Kwangu mimi na make sense because let's say kufa mwanamke kisi kwa anakuwa raised bakieneza 18 unazoogopa atawewa mimba nini na nini na nini. Njoo yenyewe wanaona sasa vile haiko tu ukisha reach puberty. Yeah. Mwanaume ndio matenda bebesho le fie mimba. Njoo nini yawezi kuwa protected. Mimi wanaogopa aseme unapasha tu protecte mwanaume juu mwanamke ndio ndio bebesha mtoto mimba. Hapana, kwangu ni hapana. Na jibu ndakia ipana nyuma. Ndakia iba education ya jibu. Very good. That's my point too. Yes, that's my point too. Why nime disagree na wewe. Let me say why. Mtoto mwanaume, uko na mtoto mwanaume, uko na mtoto mwanamke. Me I say protect them both. Yes, tunaitika education itakuwa different. Sio utaedike mtoto mwanaume, haiko ndio utaedike mtoto mwanamke. Hiyo mimi na agree kabisa. Me protection kisu tabalinda, it should be the same, because ukisha bakilia tio nda protect mtoto mwanamke more, kwa juu mtoto mwanamke ndio akishabeba mimba yeye ndio anakoka like anazarauliwa vitu kama vile yeye ndio anakoka naonekana. Sasa ukiprotect ule mtoto mwanamke more and then we think about it this way, kule nje ule mtoto mwanaume mwenyewe uko nasema hapashi kuprotect mtoto mwanaume, haiko ndio ule mwenyewe akiaka bebesha mtoto mwanamke mimba. Sasa because hakukuwa protected or like patiwe ile mashauri about protection, that's why that's gonna happen. Baba nonaka mtoto mwanaume kubebesha na mimba yo ile yo iko sawa, iko sawa, iko yenjo mimba itaonekana. Yote ni mbaya. Tuenda mbali sana. Ngwani sifike mbali, let me just explain why nilipigana na kantu kupigana na wewe, why nilidisagree na wewe. That's just my point. Kwa juu wale watoto wanaume wenyewe na wako nabo kama ba protect nao batenda batenda pa vitu vibaya kule nje. So il faut wote wa protect na wote wapatie mashauri yenye itawasaidia bote in the protection na life pia. Hata kama ni simba naye il faut apewe mashauri, hata watu na rora bila mashauri. Kuko vitu viwili tofauti unaongelea mashauri na protection. Yeah. Unaongelea mashauri na protection. Hapa tuko naongelea protection. Tuko tunaongelea mtoto mwanaume banakuwa namuonyesha jinsi ya kujiproteger mwenyewe. Kwa juu kesho naye ako capable ya kujiproteger na kuproteger familia yake. Okay. Banakuwa namuonyesha jinsi ya kujiproteger. Mais mwanamke banakuwa namproteger kwa juu yeye maisha yake ni vile. Maki yeye bamuonyesha jinsi ya kujiproteger. Mwizi akiingia hapa na lisasi na atatoka wa kwanza hapa ndio. But I think ilikuwa na mimi mtoto mwanamke unifundishe jinsi nitajiprotect. Sababu unasema mwizi anakuwa mama mzazi yako kujifundisha yuko mdamu yako. No, we are strong women, we are different. Ukinifundisha mwizi akikuya kamata kitu kia mzito kinyiko kwa pembeni yako, protect yourself. I will do it. Unajua story ya Titanic? Yeah. Kila mtu ana Titanic. Unajua story ya Titanic? Nani Jack Mnyambia watu gani walianza kutoka mwile bato sasa ili haiko manyama. Haiko wanaume. Tumbere hapa. Mimi najua tu Jack and Rose Titanic boat iliwahi sink. Watu wakakufa kamule. That's all I know. Walianza kutosha kusove kwanza banamuke.
ladies first. Kwanza kusove banamuke. Bana tuko faible. No, jua nini kwa juu mwanamke instinct yake ni ku protéger. Instinct yake haikuwa kuprotéger. Okay, baba. Asikia. Njoo kitu ya kwanza fo mjue kwanza mwanamke na mwanaume ataba iko saa uko anacheza mpira. Uko anacheza mpira na mwanaume. Atacheze nguvu hayazi mgaye mpira. Mwanamke anakuwa protection lakini tunataka njoo tuambie mwanaume naye anapaswa kuwa protection. Yes, mwanamke anakuwa protection. But atukania sasa right now I think gender eske kwa sema mwanaume basi sema mtoto mdogo saa ule mtoto wa no tunaongelea gender magenda mwenye kuna kunya bibero pale no tunaongelea gender mwanaume mwanamke but mimi nasema mwanaume c'est-à-dire mtu mwasha kuwa deja na akili ya kuwaza maisha bachua puberty mwanaume puberty but you still mtoto kama uko kwa wazazi yako mama yako you still mtoto like 12 and up. Let me just say that kwa jua around that age ndio ba mingi banaanza komala, you know what I mean. Ndio maana medication ya bazazi inakuwa na fail juu ya hii bit. Uko nakamata mtoto mwanaume kama mtoto mwanamke. No, that's not what we're saying. Of course, hatakamata mtoto mwanaume. Mwanaume unapaswa kumfundisha, unapaswa kumfanya kuwa responsable. Yes. Asikia? Yeah. Mwanamke anapaswa kukuwa naye pia responsable, mais iko na degree yake mmoja. Yes, education tusha itika pale. Kila mtu kuna ma responsabilité zake. Yes. Na protection normalement protection tuende fasi yote mwanamke banakuwa na mprotéger toujours. Banakuwa mprotéger toujours kwa juu iko mzaifu. Wewe ulipigana tuko tunakongania shena babara yani mama yani tunaitika mwanamke ampasha kuwa protected. Lakini mwanaume na iko na feelings iko na bazazi yako mbona watafurahi bali protect mwanaume wao. Hata tunasema mwanaume yako capable wa kujisaidia peke yake. Wewe uligusia fasi ya mzuri, mimi niko hata nirudie pale. Mwizi akiingia pale, wewe mwanamke hautaweza gisi ya kujidefend. Kwa sababu ile ampendi kufundisha watoto wanamke gisi ya kujiprotect. Barangwa ndio watu wote wakiwa kuwa protect. Kwa sababu ampendi kufundisha watoto wanamke gisi ya kujiprotect. Kwa juu ukishafundisha mtoto mwanamke, yes, okay, umuprotect, mais umfundishe pia gisi nani anaweza kujiprotect. Kwa sababu hii dunia ya sasa tuko tunaishi, mtoto ako kule outside in the world, haujui what's happening out there. Utamuprotecte, so unajua ako under your roof, ako munyumba yako, vitu kaa vile, it's easy for you kumuprotect. Okay. Mtoto let me finish please. Mtoto akisha kuwa out there, tuseme kumasomo sana mimi nazoea gusia, kama umfundishi gisi ya mwenyewe ya kujiprotect, ndio watoto wanakiaka anguka mu mabitu benye like atona barafiki yake bako na smoke na anataka smoke, you know, atona barafiki yake bako nafanya vitu fulani na anataka ende kujaribu, na ukimfundisha gisi ya kujiprotect, don't do this, if you do this dararara, consequence ni hii na hii na hii. That's what we're saying. Ile ukifanya hivi consequence hii ndio yenye itakufuata. That's all. Mwile sens pale uko mpe na raison mwile sens kwa juu kila mtu anakuwa na degré kila mtu anakuwa na ile instinct ya kujiprotéger kwanza premièrement na ile kitu kama haujua hautajiproteger. Kisi mama Rana anasema if you didn't teach me I won't do it. Mzazi anakuambia let's say ukibeba mimba hivi ndio vitakufikia. Yeah, consequence ni ina. Inakuwa na kurudilia sometimes mwa akili yako. Ukienda vuta inakuwa na kurudilia sema hii ni baya mamangu alikatalaka hii. Utaweza penda kuifanya hata unaifanya unaiona walikuambiaka ile ndio protection. Nyemko ongelea protection musansi ya nyemko ongelea vitu vingine mimi ongelea vitu vingine. That's why atukana. Mbona si wote tuko tunaongelea protection? No, nyemko apata mko anachanga mashauri na protection. Hapana, ni protection ukishauri mwenyewe na protect na. Kushauria mtoto kumwambia usifanye hivi. Hapana, mashauri shewe tunapata kayo. Msikie kwanza. Ndio maana tuko nasikilizana kwa juu. Okay, acha tusikie. Mko kata. Usifanye hivi. Kila mtu anapata ile education. Ile ni education. Mais niko naongelea tant que responsabilité, ma responsabilité. Uko moya mtu uko namfundisha kuwa responsable kwa mtu mwingine. Nasikia? Na uko mtu mwingine uko mfundisha kuwa responsable yake mwenyewe.
Est-ce que mnaelewa pale? Maana kesho wanamke wanakuwa wanatufundisha responsible kwa juu ya mtu mwingine. No, mwanaume ndio wako afundisha kwa juu ndio takuwa responsible. Yeye ndio kichwa ya nyumba ya nini? Kesho. Unasikia? Hiyo mimi nakubaliana na wewe. That makes sense. Sasa unapaswa kuachia ule mtu mwenye atakuwa responsable kesho yake na mtu mwingine. Unapaswa kumuachia ile nani liberté ya raisonner, liberté ya agir, liberté ya kukamata ma propre décision zake kama asha kwa mzima. So gisi mna kuelewa. Ngoko nimalize. Na kesa kama andika uko na big na papier pale. Unapaswa kumwachia ile liberté, hapana libertinage mais liberté ya I don't like that. Liberté. Freedom. Freedom. Ya kukamata ma decision zake. Kwa juu unaona mtu anakuwa na komana na vitu viwili. Anakuwa na komana na mistake zake na mashua zake za mzuri. Ndio kitu nakomalishaka mtu. Surtout mwanaume. Please uko mwambie usifanye hivi. Atakuwa robo kesho mnyumba. Atakuwa na ngoma mama yake ndio yake kumwambia usifanye hivi kesho mnyumba yake. Wala baba yake ndio yake kumwambia usifanye hivi kesho. Et pourtant mwanaume anapaswa kuwa responsable deja yake mwenyewe. Kisha kesho atakuwa responsable ya mtu mwingine. Na atakuwa responsable kupitia mashauri ulimpatia. Mashauri. Kupitia nisha sawa tawengeze. Kupitia atakuwa responsable kupitia vitu venye ulimwambia wenjo vitamjenga ukifanya hiki, havitawezekana ukifanya hivi. Consequences zitakuwa. Si ndio mgisi mtoto atakia kwa mashauri ile. Mashauri una problem yangu nanye iko wapi? Problem iko usifanye hiki. No, atukatala sifanye. Usifanye hiki. Ukifanya hiki, hii ndio consequence itakuwa. Mimi nakumbuka. Pale kweniko. Let me say nisisahau please. Ulisema tingoseme mwanaume alifo mpatie freedom. So freedom ya kama mimi naelewa hivi vizuri. Freedom kuma decision zake atakamata. So let me ngoja niseme uniambie kama nakuelewa sawa. So gisi mimi naelewa ukisema mwanaume mwachie freedom kuma decision, meaning akimake wrong decision is okay for him. Akimake right decision is okay too. Ndio vile tunamaanisha. Wewe kwanza mzazi fojo responsibility yako ni nini kwanza? Fojo limit yako na maanisha vile. Unaongea good. Responsabilité mzazi wewe uko pale juu kupana njoko tu na ingi yesa ma conseil. Wewe uko pale juu ma conseil. Unapatia conseil na conseil inapaswa kuwa conseil. Unajua gisi ya kupana conseil. Kwa juu conseil ukipana mbaya ndio mbona unaona watoto bana. Ile na mkem protection tu. No, conseil c'est-à-dire usona gisi uliongea pale. Ukifanya hiki consequence ni hivi. Sina gisi Mungu, hata Mungu nani vile. Ukifanya hivi utakufa. Ukifanya hivi utaishi. Est-ce que Mungu iko irresponsable pale? No, iko responsable kwa jua anajua kama Dayo kwanza ile ni kitu mzuri. Aliambia kanjwayo Adam, ukifanya hivi utakufa. Mbona sasa uko unatomea tu waseme mwanaume upashi kumwambia akifanya hivi. Mbona hapo unaguseti Mungu aliambia ndo Adamu? No. Mwanadamu Adamu alikuwa mwanaume. Mko nasikiliza kwanza mtelewa. Nilisema hivi, mwanaume gisi utamkonseye iko tofauti na gisi utakonseye mwanamke. Tunajua tushakubaliana hapo. Mwanaume wanakuwa wanamwambia banampatia mashua. Unampatia shua, kamata. Ukifanya hivi utaanguka. Ukifanya hivi utaenda mzuri. Sasa wewe kamata decision yako. Kwa juu kesho sasa utakamata decision ya mbaya. Mzazi alikuwa na raison. Si ndio tuko tunasema lote ni mashauri babara you just saying the same thing tuko tunaongelea hapa. Nyeja muelewa kwenye tuko. Atuelewani. Tuko naongelea. Chama tuko nasema vimoya, mimi nasema mkote ya kianaume. She tuko nasema mkote ya kianamke. Maybe ni vimoya. No, atoa vimoya. Atuafika vimoya. Muelewa mpaka hivi. Tulikuwa tunasema mfulani. Mimi nafurahi na maana sema sahi. Mimi niko naongelea mwanaume. Niko nasemea mwanaume. Mwanaume ni mtu mwenye wanampatia mashua zote ku plateau. Unampatia shua sans kumuinfluencer. Unasikia tofauti niasi ko pale sa kumuinfluencer. Ni amuna feelings babu mshaku. We don't get choices. Kwanza, jua kwa capable ya kukuwa na kamata ma decision zake yeye mwenyewe
najua makonsekansi ye mwenyewe na kesho akifanya mistake atajua kukorije le mistake yake kwa juu ni mtu kwa madesizio zake ye mwenyewe. Sasa why Me not? mwanamke tofauti kwa sasa, mwanamke naye pia mteza mupatia mashauri me muna muinfluence kwa juu konsekansi ya mwanamke na peze kulika konsekansi ya mwanaume. Hatukatale. Unasikia? Kuma vitu vya bimoya vinapeze vraiment très lourd kuma vitu bimoya. Unasikia? Mwanaume utazafanya mistake leo, kesho unajirattrape kwa juko mabitu bimoya. Me mwanamke hata 50% 70% mistake zao zinakuwa mbaya sana. Na ile iko mzuri. Manake hapa natuambia mwanaume protection kwake ikuwe sa vile iache. Ikuwe sa nini? Ikuwe sa vile iache. Atavivre, survive tu. Ikuwe sa vile iache. Manake anatuambia hapa. Protection ya mwanaume ikuwe sa vile iache, meaning mu English bapatie mwanaume, meaning mu English but you are still speaking Swahili. Sorry, naweza njoo kusema Uswahili. No, mimi sielewi usiku na bisema pamoja. Ikuwe sa vile iache. Like ni neno moja. Donc uko na shua ya ku Okay, manake hivi mwanaume bampatie protection ama wasimupatie atasurvive tu. Ndio kisi mimi niko uliza question ya baba. Sasa tunawaka na nini moyo wanasemaka mwanaume wanamuitaka iko mtu ya muogo. Haiko tena simu. Unasikia? Mtu ya muogo. Haiko tena. Basi yote utatupa anautaka. Mimi believe mtu ya muogo. Baba Rani. Hakuna mtu mwenye dunia mwenye anaweza komala bila mashauri bila protection. That's true. Hakuna mtu mwenye dunia utaniambia mimi nakataa. Everybody need mama shauri. Hata Donald Trump unamwona pale pouvoir kwenye yako. Nana wanapewa mashauri. Hata za mubaya, hata za mzuri anapewa mashauri. Eske Mungu asitoka sikizana kwanza. Wako nasema kama ni protection nilisema mashauri bote bana need mashauri. Mais kuko moya biko na muinfluence ku mashauri. Jua sifanye ma mistake zake. Sema mwanamke par exemple mwanamke leo. Tuseme ukweli. Mwanamke unaenda kama wapi na babenzako banamuke mnaenda kufanya maambiance zenu kule kisha mnabeba mimba par exemple. Sona kama ile ni mistake moja deja ya mbaya sana kwa mwanamke. Nani mwalumbebesha mimba si ni mwanaume? Mwanaume kalibeba mimba ya peke. Yeah. Consequence ikoenda kuba hii neno hiyo. Hiyo consequence inaenda kubote. Yes, ya kwa mwanaume njoo ita-affecte mwanamke amini. Njoo itamu-affecte more, but mwanaume nata atakia deal with that consequence. Ngo kwanza sikuwa shamaliza nini. Mena mwanaume sikuwa shamaliza example yangu. Mwanaume ndio anakuwa na muaffecte sana especially mwa hii America. Jua atambewa child support ile ndio ni wanaume hata mwanamke mwenye ataiwewa. So in America is different from Africa. Yeah. No, wasema hivi. Mwanaume anabebesha mimba, anakimbia ile mimba. That's bad. Anakimbia Afrika, siko hapa Amerika. Amebebesha mimba anakimbia Afrika. Tambeba kushare support. Anakimbia Afrika ya batambanaka. Bangapi bako wanakimbia ma Puerto Rico wanaenda kubabana na wanababana. Puerto Rico ingaliki Amerika. Biko wanababa? No, like I mean bana run away outside of USA hata kama ingali Amerika like bata kubanaka tu someday. Kuko vitu vingine ifo tukwe naambiana ukweli. Atanke bazazi, atanke banani, faut tukwa yambeno kweli. Tusiko na danganyana, sema tuko wakarese mu sensi ya poil, no. No, tunapaswa kuwa naambiana ukweli kwa juu consequence ya mwanamke leo, par exemple unafanya makosa banakufukuza mnyumba. Na wewe unafanya makosa mwanaume unafanya makosa banakufukuza mnyumba. Sasa Afrika sisi wanafukuzana mnyumba. Unaenda kwa mahibobo kule. Wewe mwanamke watakuviole kule nje. Wewe mwanaume utaenda viole na wewe. Sasa ndio kuonyesha ma consequences. To me it's both way. I'm sorry. Mimi kwangu ni both way. Umoja atakuwa simba mwingine anakuwa mbuzi banaanza kufuata. Na wewe simba na wewe utaenda fuata mambuzi yako. Right. Hivyo. Sinyo maana education na play big role because savile muzatu ongelea bazazi.
Sasa vile mzazi unadikia mwanaume wako unamwambia hivi ndio itakuwa ukitaka kujiprotect ufanye hivi usiende bebesha mamimba ku. Hata vifanya tangu mpaka sana anaoa. Mimi sikatali ile vitu viwaongea pale. Niko d'accord na nyinyi. Unakubali kama wote wanahitaji mashauri? Nyinyi atuelewa. Wako jibia kwanza. Unakubali kwa mwanaume na mwanamke wote wanahitaji mashauri? Nishaongea mara 3 tutafuata video utasema. Sema oui ou non? Ukisema oui tunaiacha pale. Oui. Okay, sawa. Hiyo inapita. Yeah. Tunaweza acha. That's it. Niko shasema déjà depuis zamani. No, I think you're gonna go in details which is like is making it look like you are fighting against it ya uko d'accord. So naingia mu details na kwa Simba mtu ya mogo. Ile ni illustration ma exemple tu zinapaswa kupanda. Jua tu baelewe. Lakini kitu mmoja mnapaswa kuelewa ni education. Bien sûr mnapaswa kupatia education kwa watoto wote wawili. Thank you. That's what we've been saying. Education watoto wote wawili. Me kuko mmoja mtoto mnapaswa usiseme kuko mmoja kwanza vitu ya vile watoto. Hapana kwanza vitu ya vile. Sasa tusikilizane. Est-ce mnatika kama education inapaswa kuwa tofauti? Tunaitika. Me usianze waseme pako mmoja mtoto ilifo. Unaelewa nilikuwa naongea. Na sana education iko tofauti kwa mwanaume na kwa mwanamke because baba kama iko present atashauria mtoto wake. Mimi nilipitaka huko usipime kwenda vile. Mwanamke atashauria bibi yake. Mimi nilipita nani fie wake. Mimi nilipitaka huko usipime kwenda vile. Na ina sorry. Education deja inakuwa tofauti. Yeah. No, ile kwanza ni education ya Afrika. Bafuke ndio nakwaka papa mpaka shauri tu mtoto wake mwanaume. Mama ne mpaka shauri mtoto wake mwanamke. Wanagombania hapa. Wewe kwa visema. No. Kila mtu atazedike mtoto. Kila mtu memosi sana. Supposons sasa we uko na parao moyo. That's it. Yeah, daddy haiko mu picture ama mami haiko mu picture. Sasa ile inakuwa kazi ya mama sasa before wote. Si mama tabaidike wote the same way. Ama baba. Daddy ko busy ku kazi. You can't be busy. Uko na mtoto, you have to make time uedike mtoto. Hakuna vya busy. Kama unapenda mtoto tofauti tu itakuwa pale kama baba iko in the picture inaeleweka. Kuna kwa kama constraints mwanaume yuko natumika huku, mwanamke ndio anabakia na watoto. Make sense, mais ungali na ile responsabilité yako kama muzazi. C'est-à-dire que c'est bote education na kwa ya parents bote. Ndio. Parents bote ndio wanapaswa kuedikia mtoto. Na sana mwanamke iko na ile pouvoir ya kuadikia mwanamke na mwanaume instead of mwanaume kuadikia mwanamke. Sikatali. Sana mwanamke kwa mwanamke. Unaelewa hiyo? Sikatali ile. Sasa mbona uko kama vile uko unataka kusema mwanamke hivi, mwanaume hivi like. No, mimi nilipenda kuambia kama education isikuwe sagisi juu ni mtoto wangu mwanaume, mimi mwanaume nyefu ni edike mtoto tu. Udinasema tulisema nyoka na visema. Ndio itakuwa pale watu. Kwa sababu napenda nirudilie video ni yangu. Niende niko na hiyo na pale rudilie ile wote. Ndio tulitiki wewe unasema kwa sababu uko unataka kutonesha kama mwanamke uko unasema. Bandugu yangu mko mate kule kama tunaelewana sheba wawili tuko tunaongelea bimoya ama bikwa because since the beginning of this video siba wawili tuko na try tu kusema bote wanahitaji protection, bote wanahitaji mashauri. Mewoko nasema kukole mumoya mwenye na kukole mwingine mwenye anapewa freedom. Nye muko pale tu, iko sasa muko tu pale tu chini, muko chini. Mimi sasa mimi niko nenda kwa detail. Atuko chini. Detail ni kwa bonesha sa protection iko hivi na hivi na hivi. Sinon par exemple Donald Trump qui va nous protéger. Aiko qui va protéger gouverneur wa Minnesota wala nani? Okay, protection ko tofauti. Yes, gisi wana protéger président wa États-Unis na gisi bata protéger président wa Kenya wala wa Uganda. Iko tofauti wala gisi bata protéger nani sijui kama gouverneur wetu hapa wa state yetu iko tofauti. Iko tofauti na nini? Protection na kwa moi on patie exemple président doit se déplacer, il faut ma hélicoptère, ma drone, ma nini, ma jeep za parce que ma convoi, ma ile ma cortège zikuwa za mingi wala ma police donc iko na ma mesures za mingi sana. Secret service ile na kwa protéger président États-Unis faut écouter.
Mais president au gouverneur wa Minnesota hapa ukimwona hapa na wama jibu 2 wala 3. Me wote ni wanaume. Wote ni wanaume. Mais protection kwa tofauti. Tunasema protection. That's why protection kwa toujours tofauti. Ndio maana tunapaswa kuingia madetail juu tujue. Sasa mwanaume mtamproteger aye. Na mwanamke mtamproteger aye kwa juu msifeli kujua kitu gani mnapaswa kufanyia wale watu wawili. Let's do it this way. Let's ask it in this way. So now as a parent, we are all parents here. What are you gonna do? Utafanya nini tofauti? What are we gonna do different? Compare na gisi mbo zamani, nasema zamani ama gisi tulikomalishiwa si wote. Now here in America, utafanya nini different? Kuprotect mtoto mwanaume au mwanamke, kushauri mtoto mwanaume au mwanamke, kwa sababu right now in America kuko vitu vya mingi kabisa vya kuinfluence batoto in a bad way. That's So, a good ile ni question mzuri sana, tunapaswa sasa kureflection. Pale ndio nilipenda tufikie pale. Sasa pale ndio tunafikia sasa pale. Nawaza ndio point yangu nilikuwa pale. Ndio ilikuwa pale kabisa. Kuproteger mwanamke na mwanaume kwa hii nani ya sasa. Kwa hii nini ya sasa. Kuproteger sasa ya leo ni kuongea sana na mzazi na mtoto wako. Kwa juu hapa ile mamwae zote tulikuwa nazo Afrika, kuchapa mtoto fimbo, kuintimide mtoto, donc hapa haina effet, donc haizitumika hapa. Ukifanya vile wanaenda kuchongea, unapoteza valere hayo. Ukienda kuchongea, wakienda kuchongea wanakufunga wala wanakunyang'anya mtoto. Hapo unapaswa kukuwa na metodi za mpya kuproteger mtoto wako. Ni kuongea sana na mtoto wako. Kuwa na timing sana kuongea na mtoto wako. Kuwa na timing ya kumuonesha ma decision zake gisi zitaweza influencer maisha yake. Ma decision zake. Kwa juu decision ambayo inakuwa na influencer maisha mtu, itaweza kuimpacte kesho na unaanguka hivi. Mtoto akianza kuvuta, par exemple mwanaume, akianza kuvuta bangi leo, ata anaharibisha maisha yake deja vile. Kwa juu bangi tamutrouble akili. Hata kama ni mtoto alikuwa na akili tamutrouble. De même na mwanamke pia. Mnapaswa kuwa na muongelesha sana. Mais sasa mwanamke njo kwenye unaenda sasa pale, mnapaswa kumuinfluence kabisa, mnamuinfluence, mnamuonesha, mnampatia vitu mama intimidation kidogo hata intimidation zimoja za primaire juu usitoke sai, par exemple usitoke, usikuwa nafika hapa kwangu par exemple 21 après 21. Nani ule mwenye utambie hivyo? Mwanamke ase. Au utambia mwanaume vile? Ase mwanaume hawezi mwambia vile. Because no, gisi ulianza bien sana. Mimi naona maisha haya. Because hapa America ndio wale bazungu wanasemaka na sababu kisi wanaitaka. Oh my gosh. Anyway, na sababu kisi wanaitaka like ukishatoka bana kupatia time. I like white people. Let me just say that. Let me say American abagwe wana pick this is girl boy. Banaambia bote. Unaenda kule, make sure una come back home like by 10 p.m. ukosha kwa back home. But unapasha kuambia na mwanaume vile. Apashi tu ambia mtoto mwanamke eti make sure usharudia 17h ulikonosha kwa mnyumba. Kisha mwanaume unataka lale kule nje. Okay, na unakusia pale kitu ya mzuri. Sivote ni watoto wawili, mwanamke na mwanaume. Sasa ule fie wanamwambia ukia hapa Isa. Kisha mwanaume banamwacha. Mwambia lale. Hauta affecte wale watoto wawili. Na niko naongelea ja mtoto mwenye asheneza nini? Asheneza par exemple 18 ans. Unaona? Unaishi na mama na papa, ungali mdogo. Ukimove out njoo yako maisha hivi. Na mama ta feel sorry. Sasa huyu mtoto mimi namwambia ke 18. Huyu mwanaume kisha nenda bebesha kule mimba ni kwa fani. Ata feel sorry. Njoo kwa sasa kwa atusikizane pale kwa juu mie niko nenda kunani kwa juu mwanaume njoo iko na
enda munyumba kweli akwe nani akwe leader munyumba wala manake Leader naye ifo akwe na maboundaries. Ifo akwe na boundaries. Yes. Munyumba yako na utakuwa nenda anyhow. Kama na mke Njo anasema bale banaume benye banakomala munyumba unajitokea yako ukitaka hata ukuye mainere munyumba ile njoko natuongelesha hapa. Uli choose wrong day ile njoko atuambia hapa you can go anytime you want. Ndio siamaliza hata siamaliza hata kwanza munyecho asinimaliza. Ndio utasema mwanamke wangu anakuwa na sema mimi no education ndio tuelewane kwa hiyo niko nasema kitu puf ndio dikaso iko na kiafekte watoto wanaume na mabunyumba. Yes, mwanaume na udilete na vitu vyenyewe tuliongea bia umetupatia wazo alianza mzuri. Mungu kwanza mwanaume ni mtu mwenye mnamwambia papa unaona Isa iko mbaya kwa nje 21 iko mbaya kwa nje uje mapema kwenda uje mapema s'il te plaît. Kama uko na picha muda wako yote nje hivi na hivi na hivi kitu fulani kitazaa peni batiza kushoot kule utazaa pata kitu ajali hivi na hivi bakafiki ambao batiza kuinfluence vitu vya mbaya unamonesha si vile papa s'il te plaît uko na ujia kunyumba mapema s'il te plaît wala s'il vous plaît kama tunaelewa mwanamke ama please please mwanamke nakataza kukujia kunyumba hii 21 kwa juu ukikuwa naenda hivi na hivi na hivi kitu fulani ndio kitakufikia ukwe na kujia kunyumba 21 bila 21 mbona ulikuwa unasema wewe unasema yote ni vimoya kwa sababu bote unabambia if you do this hii ndio itakukuta. Si umebambia bote vitu ni vimoya hata kama umevisema in a different way ni bote unabambia ukifanya hivi ndio vitakupitia. Umoya unamwexplique jwani unamkataza mwingine hautaexplique unakataza tu unamwexplique jwani ni uko namwambia vile inaeleweka na sana sana. To me is still as long as unabambia bote. Eske batu kwa nifuata wataelewa na sisi tunaelewa tushaelewa. Yengine kitu yenye anamaliza sema pale aseme mwanamke bako wanamwambia aseme Isa ikifika uko shakwa mnyumba bale uko na ogopesha uko na pressure uko na mwanaume anapasha pression anapasha kwa ndio mimi nakuitikia pale because jua nini bana bazazi sababu mamangu alikuwa anakuwa mkali sana kwetu kwa banamu si wote it's okay si wote ina make sense bazazi wakukaa wasana bakali juu na biba mtoto akiwewa mimba hata mfukuza ile tumbu itakuwa mwake me mwanaume akiwebesha ile tumba hata iona na ndio maana iko na kwa mkali ndio maana medication ziko tofauti like you said gisi batadikia mwanamke yako ndio batadikia mwanaume munaelewa nilikuwa atasema but mimi kitu wangu napenda kuelewa nilikuwa atasema nilikupozea question nilikuwa sema generation ya sasa right now ni fete mwanamke akiwewa mimba it's not a big deal anymore right now nilikuwa sema education kama ndio education protection gisi wako na make gisi wako nataka kuifanya kama tofauti right now. I think my generation it shouldn't be gisi tulikomalishiwa all of them need that same education in a different way. I mean like bote watoto il faut make sure uko pale uko na baambia ukifanya hivi na hivi ndio itahappen uko unapatia protection pia kwa sababu hii generation ya sasa pako vitu vya mingi vishashanje vitu vya mingi. There's a lot of craziness going on kwa dunia. Na kama uedike mtoto kunyumba au pati mtoto protection kunyumba, I guess this is my conclusion. Kama ufundishi mtoto wanasema kama mtoto mwenyewe asiyofunzwa na wazazi atafunzwa na dunia. Mtoto tena jifundisha peke kule nje na ndo mubaya mwa generation tuko amo kwa sababu atafunzwa kule kwa masomo. Bitu wenye bazazi ndio napenda kusema sana African parents. Bila vitu wenye si African parents tunakuwa naogopa kuongelesha mtoto wako. Ako abifunza kule kumasomo. Kumasomo banamufundisha kila kitu na banaonesha ma video kila kitu.
usifikirie juu akwambia mtoto wako mpaka zee avijui mtoto wangu ajui aonaje vile vitu bongo yako akwajifunza kule kumasomo. Na tusisahau technology hii masimu kila kitu kiko kinapatikana kusimu pia. So mimi nasema mimi kama para like uligusia kitu kia mzuri, make time, make sure uko pale kwa watoto yako, make sure unaongea. This generation you need to be present, talk with them more. Hapana kuwapatia eti time out, kila mtu ako nafaa kivyake, huwa anajifungia mchumba, unajua hata mtoto wako nafaa vitu vigani. That's risky because hata watoto wanajifungia mchumba na kesho kama mtoto alijiua, na kesho kama mtoto wako nafaa ma drugs. Like there's a lot of happening in this world right now. That I'll just stop there. That's my conclusion. Kama nyinyi mnasema conclusion yenu pia. Na mimi I mean binaeleweka. Conclusion yangu yenye ndasema tu education ni ya kwa watoto wote mbili, garçon na fille. Tushaelewa kama education itakia tofauti kufuatana na mtu, kama iko garçon kama iko fille, yes itakia tofauti. Mais jikaze sana kuproteger, kama vile mzazi uko na ile power ya kuproteger watu wawili na saba na komala utaona successful kama mtoto wako alikusikia ama kusikia like you said, kila kitu iko especially moya America, kila kitu iko kwa masomo, kila kitu iko kwa telefone. So uko wa kwanza kutangulia kuambia mtoto wako hii kitu kishaifanya hivi ndio utakuwa. Uko wa kwanza juu sanda kiona mamangu ashaniambia so mama is the best. Make sure watoto wako wanakuambia my parents are the best. Bonjo walifundisha hiki before nikijua hata. So that's my conclusion, be the best for your kids. Bon, na mie conclusion itakuwa najua mama bashaongea vya maana. Wewe mzazi unapaswa kuwe pale juu mtoto wako. Usiwe kitu uko nafanya mtoto wako, akwe mwanaume akwe mwanamke, surtout muhimu miaka ya chini sana. Hata kupanda pia ukue na tia, ukue na ile ya miti nabo. Kuna wa age mo unajimposer tanke mzazi. Na kuwaje miaka ingine unajimposer tanke rafiki. Kuko mzazi c'est-à-dire qu'on a kamata ma décision zote. Par exemple 8 ans, 9 ans, 10 ans, uko na kamata ma décision zote. Masomo walisema nini? Hivi na hivi. Mzazi ndio ata unafika ma age moya zenye unapaswa sasa bon, uko na jimposer mzazi mwili miaka mais uko na créer pia ma lien d'amitié nabo. So unafika mu age moya mzazi mtoto asikuwe na ile nini ya asikuogope, akue kabisa open kwako, ajifungue kwako. Nawaza ile kitu inakiaka na kama mko naongea, mko na ile malien, mnakuwa na kula ensemble kunyumba. Hata une fois kila siku, hapana kila siku mais hata 2 ou 3 fois par semaine kama iko possible. Mnafanya ile malien. Usikwe tu mtu akuendaka lile ndio dimanche kwa tumika kazi. Bila kukuwa na ile malien na watoto wako haiko mzuri. Ile makuto uko natumika iko naenda bure kwa juu wewe uko natumika juu mtoto wako akwe sawa kesho. Kumbe mtoto wako ile makuta haimubeneficie, iko naenda kufanya vitu vyenye madrogi. Ile makuta uko natumika over time ndio iko naenda uza madrogi. Imagine. Unasikia unapaswa kukaa pale present maisha mtoto wako, kumconseiller, kumpatia mashauri na kumorienter. Bote. Yes. Na kunafika sasa miaka moya yenye ndege anakuwaka kwa mchicha banamwacha sasa yeye mwenyewe akukiende kwa maisha yake. Ndio ule mwanaume mnapaswa sasa kujua taganya kumwacha sasa kwa maisha yake. It's okay, azongo shasema bote. Unasikia? Kuko time ya kuacha umoya aende sasa na uko time tunaisema kuko time. Yes. Nilikuwa vile mungelikuwa mpaka conclusion mwa alikotrezio. Mungelikuwa nasikia kama mungelikotrezio. Tutaendelea wote video tunaiona. Na mwanamke pia il faut kumserrer kabisa. Faut userrer kabisa mtoto. Hata kama uko rafiki yake mais faut umserrer kabisa juu mwanamke ana need ile attention. Faut kumpatia ile attention kabisa kwa hata mzazi mpatie, faut kwe pale. Especially lo martyriser pale. Sasa mwanamume anapenda liberté. Il faut mpatie space. Jo bitu biwili mnapaswa kujifunza hivi. Okay. Sounds good.
Okay, guys, comment down below. Please leave your what do you think about this topic? Who did you agree with? Who did you agree with? Who did you disagree with? Don't forget to give us a thumbs up, please. Subscribe if you're new here. And, well, thank you for watching. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.